Baba, tunakushukuru na kuinua kwa ajili ya wakati huu Mfalme. Asante kwa ajili umetulinda katika hii wiki mpaka wakati huu. Ni wakati Kristo unaenda kupeana neno lako kwa watu wao. Naomba Kristo washuke na wafungue wapata kulisika na kulitenda yaliyo mema. Kristo utumikie kwa ajili mimi ni chombo chako. Nimekemea na kuharibu kila nguvu za giza na kila roho ya utatanisi inaweza kuinuka juu ya kazi yako hiyo leo isindwe. Fungua wapendwa watakase, hata wala wachangia wa kuachia Baba watakase, ili wapate kufika pamoja tupate kuabudu. Na wale walio wagonjwa katika hospitali watembelee, na wale hawana riziki ya ukula Kristo wafungulie njia. Magonjwa na laana kwa watu wako uondolee, roho ya mahangaiko na vita kwa watu wako uondolee. Isa na visirani na andamana watu wako vunja, mapepo kutoka baharini, kusimuni, changwani, nchi kavu, na roho ya utatanisi kwa watu wako Kristo uondolee. Wafungue wapatie nguvu katika hii safari na tumaini ya kuabudu, katika jina la Yesu takatifu nimeomba nikiamini. Bwana apewe sifa. Namshukuru Bwana wakati huu kwa sababu amenipatia uhai na uzima wa kumwabudu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni wakati naenda kuangalia katika maandiko ya Yohana, ya ufunuo wa Yohana 22 kuanzia 1 mpaka 16. Revelation. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kitabu cha mwisho ja Agano Mpya. Ufunuo wa Yohana mwisho 22 kuanzia mstari wa kwanza kuelekea mpaka 16. Tuone yale Bwana alinena na Yohana wakati alipokuwa anamtembelea katika kiroho. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu ni mwema kwa ajili ukuja wakati wake. Mfalme wa falme, yeye hutenda kulingana na mapenzi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia hivi, Ufunuo wa Yohana 22. Kisha akanionyesha mto wa maji ya uzima, wenye kung'aa kama bilauri, ukitoka katika kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo, katikati ya njia kuu yake. Na upande huo wa ule mti ulikuwapo mti wa uzima usae matunda aina 12, wenye kutoa matunda yake kila mwezi, na majani ya mti huo ni ya kuponya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia kwamba Yohana wakati alipokuwa katika njia za kumtafakari huyu Yesu Kristo, Mungu Bwana mwenyewe akamuonekania katika hali ya ufunuo, akimwelezea vile hali itakuwa wakati unaokuja, ama wakati ule alipokuwa anamtafakari huyu Yesu Kristo. Yohana akasema ya kwamba wakati alipokuwa akitafakari huyu Yesu Kristo, alionyeshwa mto mkubwa sana wa maji wa uzima. Na hiyo mto ulikuwa mwenye kung'aa sana kama bilauri, na katika yule mtu katikati kulikuwa na kiti cha enzi za Mungu na mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Katika yule mti kulikuwa na utukufu wa Bwana. Na katika utukufu wa Bwana, katika yule mto ulionekana ukiwa uking'aa kama bilauri, na katikati ya yule mto kulikuwa, maandiko yanatuambia kulikuwa kiti cha enzi za Mungu na mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo katika ile mti ulipokuwa na uzima, ulikuwa na laana, ulikuwa na uzima, ndio hiyo vitu vitatu ilionekana. Ilikuwa yenye kung'aa sana, kumaanisha ya kwamba kulikuwa na baraka katika ile mti. Mahali pale ulipokuwa katika ile mto kulikuwa kumeng'aa. Na katika katikati ya ile mto kulikuwa na kiti cha mwana kondoo na kiti cha enzi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ndio kwa sababu nasema katika ile mti kulikuwa na baraka, hakukuwa na laana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo vile Yohana alipokuwa akiwa katika kumtafakari huyu Yesu Kristo, alikuwa anaona yale makubwa Bwana alipomtendea katika njia zake. Alipokuwa anatafakari, Bwana mwenyewe alikuwa anamuelekeza katika njia za uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Ndipo nasema kila wakati
Ukiwa mtu wa kumcha Bwana ama Mkristo, inafaa utubi fikira na mawazo yapate kibali machoni pa Bwana. Usio mtu wa kuwasa na kuwasua yaliyo maovu, kwa sababu vile utawasia ndivyo Bwana ataonekana mbele yako. Kwa hivyo kwanza, kabla uchaenda mbele ya Bwana, inafaa ukuwe unatubu sana na kusama katika ombi. Bwana Yesu apewe sifa. Unyenyekea kwamba utanyenyekea tena, kwa sababu huyu mwana wa Mungu ndiye anayemwona yule anayejinyenyekea. Lakini mwenye kiburi usuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Wala hatachua maangamizi itakuja lini, hatachua kutofautisha yaliyo mema na mabaya. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mcha Mungu, Mkristo mwema, lazima ukiwa mtu wa kutii sauti ya Bwana na kunyenyekea kila wakati. Ndio tuposa jambo litapotokea, Bwana atakujuliza na atakuonekania katika njia zake za kuongoa nao. Bwana Yesu apewe sifa. Atakuonekania katika ndoto, katika maono yaliyo matakatifu, na katika sauti yake mtanena pamoja naye. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ni kujitakasa mbele ya Bwana, ya kwamba utatubu tena, utaenda chini ya makoti, kumaanisha ya kwamba hiyo ndio wakati unaomba ya mwisho, unaongojea Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Usijiwekee masaa useme taomba saa 8, saa 9, saa 12. Wale ni wale watu walio na imani hapa. Lakini mwenye ako na imani iliyo yenye nguvu na mamlaka kutoka juu mbinguni, wakati anaanza kuomba, unyenyekea ndani yake. Huwa kama yule ameguswa na moto. Akinyenyekea, uchiona ya kwamba hayuko katika ulimwengu, ili anataka kuguswa na Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Wewe Mkristo, amua siku ya leo kuguswa na Bwana, uone yale Bwana atakutendea. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu hii dunia sio yetu. Sisi ni wapita. Tunaenda kule kwa Baba, na kuenda kule kwa Baba kunataka tusikane mikono. Na tukisikana mikono, tutashinda haraka hiyo vita ya mwovu Shetani. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo ni wakati wa kutubu na kuenda kwa Baba ukiwa ya kwamba utaenda tena. Kumaanisha ya kwamba wakati utaomba, utaona ya kwamba utarudi kuomba tena. Hiyo ndio wakati utaomba na Bwana apate kugusa moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko ya mstari wa 2 yatuambia katikati ya njia kuu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wakati alipoona katika kile kiti cha enzi na cha mwana kondoo, katikati yake kulikuwa na njia kuu. Bwana Yesu apewe sifa. Aliona mwana kondoo, akaona kiti cha enzi katikati baada alipotazama. Na kumbuka ile machi ilikuwa imeng'aa sana kama bilauri. Bwana Yesu apewe sifa. Saidi hapo akasema aliona katikati yake kulikuwa na njia kuu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatembea na upande huo wa ule mtu ulikuwa hapo mti wa uzima. Upande ule na upande ule wa mti, baada ya kuona njia kuu, aliona aliona mti wa uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Usao matunda aina 12. Katika ile upande huu aliona mti wa uzima, na katika ile mti wa uzima ulikuwa umezaa matunda 12. Bwana Yesu apewe sifa. Wenye kutoa matunda yake kila mwezi. Yenye kutoa matunda yake kila mwezi. Na machani mti huo ni ya kuponya mataifa. Katikati ya ile mti, Bwana Yesu apewe sifa, aliona kiti cha enzi za Mungu na cha mwana kondoo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na katika kati ya ile kulikuwa na njia kubwa kuu. Na upande aliona mtu, kulikuwa na mti wa uzima, na hiyo mti ulikuwa unazaa kila mwezi. Alikuwa inazaa matunda aina ya 12. Na yenyewe ilikuwa inatoa matunda yake kila mwezi. Ilikuwa inazaa matunda yake kila mwezi. Na hiyo ilikuwa matunda ilikuwa inazaa aina 12. Na katika ile mti kulikuwa mti huo kulikuwa na matunda yake kila mwezi. Ilikuwa inatoa matunda kila mwezi. Na kumbuka kulikuwa katika hiyo upande wa mto kulikuwa na mti wa uzima usao matunda aina 12. Na hii aina 12 kulikuwa pia
pia matunda ya kila mwezi ilikuwa inasaa kila mwezi, na machani yake mti huo ni ya kuponya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Mti ule Yohana alipokuwa anafunuliwa ulikuwa mti wa kuponya kupitia matawi. Bwana Yesu apewe sifa. Kulikuwa na matunda ilikuwa inasaa kila mwezi. Bwana Yesu apewe sifa. Na katika ule mti wa uzima, maandiko yatuambia katika machani yake ilikuwa inaponya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ilikuwa inachunwa kila mwezi matunda 12. Bwana Yesu apewe sifa. Haina ya matunda 12. Na katika kule mti kulikuwa na matawi, na ile matawi ilikuwa inaponya mataifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ukiangalia sana unaona katika kiroho Yohana alikuwa na ufunuo kubwa. Hamakali sana mbele ya macho ya Bwana. Kitu kimoja ayote Yohana alipokuwa anafunuliwa, alikuwa mwenye imani kubwa sana mbele ya Bwana. Kwa sababu wakati alipokuwa anaomba, alikuwa anaomba ya kwamba hataomba tena. Ndiposa alifunuliwa hayo yote. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ile matunda yalikuwa inasaa kila mwezi. Matunda 12, aina 12. Bwana Yesu apewe sifa. Baadaye wakasema katika ile matunda kulikuwa na matawi ilikuwa inaponya taifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kumaanisha ya kwamba ile matawi ilikuwa na nguvu na ile matunda ilikuwa na nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Unatafakari yeye Mkristo ya kwamba Yohana alikuwa anaonyesha nini, na kulikuwa huyu Yesu Kristo wakati alipomletea yote alikuwa anamaliza nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia wala apata kuwa na laana yote tena, na kiti cha enzi cha Mungu na cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia kwenda chini ya kwamba katika ile mti mwenye ataigusa ama ataionja ama katika ile matawe itatumikia kuwa ya kuponya taifa. Mwenye ataigusa atapata laana yoyote tena. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia yote atakapoamini na kuitumikia hakuna laana tena. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo kumwamini huyo Yesu Kristo ni jambo ya maana sana mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimwamini na ukimsika sana, chochote endapo ufanyapo ufanye ukiwa unamtumainia yeye. Ujue ya kwamba utafanya tena. Utafanya aliyo mema ndio hesabiwe kuwa mwenye haki katika jambo la Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mwenye alikuwa anaonja lile tunda ama chani ni yule alikuwa mtakatifu, yule alikuwa anaamua katika safari. Hakukuwa mtu wa kuchanganya. Hiyo ndiposa hayo yote akaonyeshwa. Akaambiwa Yohana, utaka kukaribia hii mti, lazima ukue mtu ulio mkamilifu na mtakatifu mbele ya macho ya Bwana. Hiyo ndiposa upate kugusa hii mti upate uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Na hii mti mwenye yote atakayeamini, atakapoenda mbele ya Bwana na kupitia hii matawe itafonya taifa. Bwana Yesu apewe sifa. Taifa ni nani? Bwana Yesu apewe taifa. Taifa ni watu waliokaa katika nchi. Baada ya kupokea neno la Bwana na kulitii, Bwana hata watuma na kuacha. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia ya kwamba nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Nirudie 3. Wale apata kuwa na laana yote atakayoibia ile mto, na yote tena na kiti cha enzi cha Mungu cha mwana kondoo kitakuwamo ndani yake, na watumwa wake watamtumikia, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. Bwana Yesu apewe sifa. Yule atamua katika safari. Kumbuka katikati ile kulikuwa njia kuu, na yote atafuata hiyo njia, atadhulumiwa, ataangamia, ataponya kupitia ile mto utakuwa kando ya maji. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko yanaambia kulikuwa na matunda, ilikuwa inasaa kila mwezi
matunda aina 12. Na katika ile mti kulikuwa na tawe. Na ile matawe ilikuwa inaponya watu gani? Mataifa. Na ilikuwa inaponya mataifa kwa wale watu watao mcha Bwana na kumwamini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na maandiko yakatuambia ya kwamba hao nao watao kukaa katika ile njia ya katika ile mto na kuamini, nao watamuona uso wake na jina lake litakuwa katika vipaji vya nyuso zao. 5. Wala hapata kuwa na usiku tena, wala hawana haja ya taa wala ya nuru ya jua, kwa kuwa Bwana Mungu huwatia nuru, nao watatawala hata milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Kumbuka hapa awali maandiko yatuambia katika ufunuo wa Yohana aliona mto wenye maji ya uzima, na katika ile mto kulikuwa na njia kuu, kumaanisha mwenye atasafiri katika njia hataona giza tena. Na katika atakapofika mahali panao stahili hatahitaji taa, kwa sababu Bwana atakuwa akimwangazia kila mahali. Kwa hivyo wewe mpendwa, kumbuka ni wapi umetoka, unaelekea wapi. Ama ulitoka wapi, umefika wapi, umeona ya kwamba umechoka katika hii safari. Kwa hivyo kunataka kama sisi wanadamu tuelekebishe katika njia zetu na tabia zetu sionekane sio safi mbele ya Bwana. Katika hii safari inahitaji nguvu, imani na uvumilivu. Maombi zaidi hapo unatakikana maombi. Kwa hivyo katika hii safari utakula na kulana na kustarehe, kwa sababu ya ulimwengu yatapita, lakini neno litasimama. Kwa hivyo lazima ukae katika ile njia ilikuwa kando ya ile mto. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali mti ilikuwa ya matunda, ilikuwa inazaa kila mwezi matunda 12. Na katika ile mti kulikuwa na matawe yenye ilikuwa inaponya nini? Mataifa. Kwa hivyo wewe lazima ukuwe ready kuwa kuponya na huyu Yesu Kristo. Kwa utaachana njia zako mbovu na kumfuata huyu Yesu Kristo na kumuita usiku na mchana. Bwana Yesu apewe sifa. Unaweza kuwa umehangaika kwa muda mrefu ukitafuta kazi, ukitafuta bibi, ukitafuta bwana, ukitafuta watoto, lakini hujawapata. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hakuna siku utauliza ni kwa nini haya yote sijapata. Ni kwa sababu hujamtafuta huyu Yesu Kristo akukombee kwanza. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua sisi wanadamu tunalaumu watu wa ulimwengu. Sisi hatuulizi ni kwa nini hii inatendeka hivi. Ni kwa vile sijatafuta Yesu Kristo, ama ni kwa sababu nimepotea katika njia sa Yesu huyu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Sana chochote pale kitokea kwa mwanadamu ulaumu watu wa ulimwengu. Achulizi yeye kama amekosea huyu Mungu wake aliyemuumba. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Lazima wewe ufikirie ya kwamba haya yote yananikuta mimi. Nimekaa katika hali ya mateso muda mrefu. Nimekaa katika hali ya kudhulumiwa. Ni kwa nini? Usilaumu wanadamu kila wakati. Wewe uliza nimemkosea wewe Bwana, nimepotea katika njia zako, hana kwa vile sijatafuta uso wako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu maandiko yananiambia Yohana katika ufunuo kwake alionyeshana katika ile mto kuna njia kuu. Na ile njia mwenye ataienda ni yule atatubu na kuungama ya kutana na ile mti wa uzima. Uwezo ukakutana na ile mti wa uzima ukiwa wewe mpendwa umejichanganya. Uwezo ukakutana na ile mti wa uzima ikiwa wewe unapiga wengine vita kizilizili. Utakutana na ile mti wa uzima ikiwa wewe utatubu, unyenyekee mbele ya Bwana, umwambie sasa nataka kuona uso wako. Inaweza kuwa umekosa mume kwa sababu hujaitisa uso wa Bwana. Inaweza kuwa umekosa mwanamke kwa sababu hujaitisa uso wa Bwana. Inaweza kuwa umekosa kazi kwa sababu hujaitisa kuona uso wa Bwana. Hakuongoza kubia afungue njia ndio kutane na ile mtu wa uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Tuache kulaumiana sisi kwa sisi. Sichapinga ya kwamba tunaweza kulaumu mwanadamu ndiye amenifunga mpaka wakati huu. Lakini kumbuka Yesu ni mweza vyote. Kiwa wewe umeamini, kwa sababu maandiko yananiambia wakati unaomwamini unatembea katika hiyo njia, hutahitaji taa katika giza. Yeye atakuangazia utokapo ingiapo. Na katika nuru yeye atakuangazia.
Kwa hivyo tujue ya kwamba tusije tukahurumiana sisi wanadamu. Tutazidi kuhurumiana wakati mwana wa Mungu atakaporudi, apata tunaendelea kuhurumiana lakini hatuchatubu. Kwa hivyo vyema sisi tutubu, tumrudie Bwana, tuitise uso wake, na yeye atuangazie akiwa katika kiti yake Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Tusema haya yote imetupata kwa nini? Kila mwaka ukienda naona vitu yangu ende sawa. Nikiamuka nikilala naona napata pesa 15,000 lakini sifanyi kitu. Ni kwa nini? Usichokaraumu wachawe na waganga. Chiraumu wewe ni kwa vile uchatafuta uso wa Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Ni kwa nini hii kazi yangu iendelee? Nafanya kazi mwezi 2-3 navutwa. Wewe unasema labda ni ule wa nyumbani na niendea, ni rafiki yangu kazini, ama rafiki yangu mahali nakaa. Uchakumbuka ya kwamba wewe uchatafuta uso wa Bwana ndio kukutana na yule mtu wa uzima. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mambo ikienda vibaya, tusije tukalaumiana sisi kwa sisi. Bwana Yesu apewe sifa. Tuone ni wapi tumekosea, ni wapi tumeteleza, ndio tusije tukafaulu katika maisha yetu. Kwa sababu wanasema kimwamini na ukifuata njia zake, ukutane na ile mti, vitu yote ni yeye anapeana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Sita yatuambia, kisha akaniambia, maneno haya ni amini na ukweli. Yale yote aliyoonyesha Yohana ni amini na ukweli. Kwa hivyo katika ufunuo wake ilikuwa ya haki na ukweli. Na katika maono ya Yohana ilikuwa sawa mbele ya macho ya Bwana. Kwa sababu wakati aliyomwendea Bwana hakuwa anampapaza, alikuwa na moyo kwamba hatamwendea tena. Aliona ni wakati wake wa mwisho wa kumwendea, hata muhitaji tena. Ndio kwa sababu Bwana akamcheza, akamletea yale maono yaliyo matakatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wengi wetu wa Kristo atuletea maono sawa sawa na neno la Bwana. Ni kwa ajili ya nini? Tumepotea njia, tumemwasi, tumeenda kinyume. Unapata mchana mzima tumesinda katika vitina, masengenyo, kuongea mbaya, kudurumiana. Bwana Yesu apewe sifa. Alafu usiku unaenda unaomba kama kawaida. Mpendo, wacha ukienda mbele ya macho ya Bwana, wacha kuomba kama kawaida. Kwanza uangalie ile gharama ya Yesu Kristo aliyokufia msalabani. Wakati unaenda kwake mbele yake, muogope kwanza kabla hujainama. Kumuogopa kwanza kabla hujainama ni kuogopa kumtendea mwenzako maovu. Hiyo utafanikiwa katika maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ukiona macho ya Bwana mbele ya Bwana, unaenda ya kwamba utaenda tena. Unataka kuguswa na yeye. Kwa hivyo kumaanisha unaukama dhambi zako mbele yako. Unajifanya kama kitu hujastahili mbele ya macho. Unapoona Bwana unataka kuona uso wako. Kama kuna mahali unateresa unamwelezea. Kwa sababu maandiko yanatuambia kwamba ukiri dhambi zako kwa kinywa chako wewe mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa. Hata ikiwa anajua uliua usiku, wewe mwasa usema Bwana anajua, mwambie niliua, nilifanya hivi na hivi, lakini naomba msamaha. Kwa hiyo lazima ukiri. Umwambie Bwana, ndio Bwana akacha akabadilishe fikira na nia mbaya ndani yako. Wengi tumetawaliwa na mawazo maovu, ndio kwa sababu usiku tukilala tumeona fulani akitukimbiza na kisu. Kwa sababu ile fikira tuwe nayo usiku, mchana mzima ndio tunaleta usiku. Kwa vile mlikosana na fulani, unaona akikimbiza tu, vile umewasa juu yake, lakini hakuwa anakukimbiza. Kwa hivyo nikuambia Bwana, ondoa kila fikira mbovu ndani yangu nitawale. Mawazo na fikira yangu yapate kibali machoni mwako kabla hujamwendea huyu Bwana. Wengine tunashukuru kabla tuchatubu ndio tunachanganyikiwa katika maombi. Kiwa umekaa umepiga makoti, unachanganyikiwa katika maombi kwa sababu ulianza kushukuru kabla hujaungama dhambi zako. Ndio unapata wengine tunaomba 3 minutes tunaanza kulala na kumwaga mate tukia tunainama. Uongama ni ukweli. Kwa sababu hatuna mwelekeo na njia zetu sio kamilifu vile tunaweza kumapproach hiyo Bwana. Wacha kuenda kwa Bwana kama mtu wa kawaida, mmezoeana na yeye. Henda kwa Bwana ukimwogopa ya kwamba utaasi tena. Kumwogopa Bwana ni kujitenga na maovu na kujitenga kumdhuru mwenzako.
mpende, kwa sababu upendo ni kwa watu wote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani ukimwendea Bwana utamwendea kwamba chuoni utaomba tena. Utamwambia Bwana, mimi najua mimi ni mwenye kutenda maovu. Nimeenda kinyume, nimefanya ABC, nataka unibadilishe. Fikira zangu zipate kibali machoni mwako. Ndio anza kumwambia kile unahitaji. Wengi tunaenda kwa Bwana tunashukuru. Sasa tumeongezewa cheo kazini. Unafanya miezi 2 inaisha. Wewe upea kuona nia zako na dhamiri zako zikaacha. Kwenye unyimwe yote kwa sababu mfue kinyasa inaisha mwizi, mchawe, mganga. Na sisi zote tunapata chakula. Kwa hivyo ukiangalia sana, huyu Mungu wetu ni Mungu wa huruma sana na neema kubwa. Kwa sababu utupenda sisi zote. Hachi hata mmoja apata kuangamia. Lakini ni sisi tumekaa pale naye. Wacha sisi kama Kristo tukubali kumrudia huyo Bwana. Katika fikira na mawazo usipate kibali machoni bake. Bwana Yesu apewe sifa. Ukimuomba, muombe ya kwamba utamuomba heri. Utahitaji maombi mengine. Sio kuomba kwa ajili ya kuthibitisha wakati, sio kuomba ya kwamba uliambiwa ombe saa 7 saa 8. Hapana. Sasa unaomba, unamwambia Bwana, sasa nitainama mbele yako. Najua kwamba kuna siku ndafanya nini? Ndakuomba tena. Kwa sababu ikifika saa 8 sijui kama nitafika. Lakini sasa ndio nataka unirejeshe katika njia zako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio naona kwamba wakati Yohana alipoomba hivyo, hayo yote yalimtendekea. Alitazama akaona mto, na mto ulikuwa unang'aa kama bilauri. Maandiko yanatuambia katika ile mto kulikuwa barabara kubwa kuu katika hiyo mto. Na katika huko upande kulikuwa na mti. Ulikuwa unazaa kila mwezi matunda, aina ya matunda 12. Na hiyo mti ulikuwa na matawi, ilikuwa inaponya taifa. Utakuwa itafanya nani ikiwa wewe umechanganya? Utawezaje kuona hii mti ikiwa wewe umekaa katika fitina na mambo mengi? Lazima ujitenge na maovu, mrudie Bwana. Umwambie Bwana, kila jambo lolote nitakaponena katika kinywa changu, ikuwe jambo la kubariki na kuinua mwenzangu tulio naye karibu naye. Wewe utaponya taifa kupitia hiyo njia. Na wewe utahesabiwa kuwa mwenye haki katika hiyo njia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndipo naona ya kwamba kisha Bwana akamwambia, maneno haya ni amini na ukweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii alituma malaika wake kuonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi kuwako upesi. Haleluya. Irudie. 6. Kisha akaniambia, akanena na Yohana katika Ufunuo, maneno haya ni amini na ukweli. Naye Bwana Mungu wa roho za manabii, Bwana Mungu wa roho za manabii. Haleluya. Alituma malaika wake kuonyesha watumwa wake mambo ambayo hayana budi wako upesi. Haleluya. Maandiko yatuambia Bwana akamwambia, naye Bwana Mungu wa roho za manabii alituma malaika kuonyesha Yohana yale yatakapotokea, sio yatakapotokea kwako na upesi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu vile Yohana alikuwa anaamini, ndio kwa sababu walikutana na uso wa Bwana. Walipokutana na uso wa Bwana akamwonyesha yaliyo makubwa mbele yake. Ndio ya kwamba akamwambia hiyo jambo nayo kuambia kuamini ya kwamba haya mambo ni amini na ukweli. Kwa sababu Bwana yeye alituma malaika kuonyesha manabii jambo hilo litakapotokea. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Na hayo mambo hayatakuwa na ubudi, hayatakuwa na budi wako upesi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo atatokea ghafla, kwa sababu ni jambo lililonenwa na malaika wa Bwana kupitia nabii. Bwana Yesu apewe sifa. Amewatuma malaika waingie katika roho za manabii ili kunena pamoja nao. Malaika wa Bwana hawezi akaingia katika malaika wa Bwana uingia katika roho za manabii, wale wanaomwamini na kutenda yaliyo haki na mema macho ya Bwana.
mbele ya macho ya Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ndio hayo yote wakati Yohana alipofunuliwa akathibitishwa ya kwamba hayo yatakuwa, amini yatakuwa. Kwa hiyo kumaanisha ya kwamba Yohana alikuwa amechichenga katika kiroho. Alikuwa ameenda mbele ya Bwana ya kwamba hataenda tena. Ndio diposa akafunuliwa yote akaelezewa. Bwana Yesu apewe sifa. Unajua mwanadamu akiingiwa na uwezo mbovu, hiyo uwezo usambasa, uthibitisha usambasia kila mtu yule mmoja aliyo na roho ya hapa. Ndio kila wakati nasema rafiki aliyo nayo karibu nayo uchunguze ni rafiki aina gani. Shetani yeye hupenda kutumia njia nyingi kwa marafiki wale naamini ni rafiki wa kawaida, rafiki sana. Lakini wacha nikuthibitishe rafiki wako wa kweli, weka Yesu Kristo mbele yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa sababu marafiki wa ulimwengu watapita, lakini neno la Bwana litasimama ikiwa wewe utamwamini na kumtumikia. Kwa sababu Shetani akisha kwa Mkristo apitii kwa hewa, anapitia kwa yule unaamini ni rafiki. Ndio ndiposa anakupomoa katika imani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ucha katika ndoto na maono tofauti. Lakini kumbuka maandiko yatuambia kwamba alituma malaika katika roho za manabii wale wa ukweli sio wa uongo, ili kuyathibitisha yale maneno aliyosema, na sio hayana pindi kucha kwa upesi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo wewe ulio na rafiki, nielewa vizuri, sijasema rafiki ni wabaya, lakini Shetani hupitia kwa marafiki ili kukupomoa katika imani ama katika safari. Hakiona umesikilia lile mti lilio na machungwa ya uzima, lilio na matawa ya kufanya nchi, atahakikisha amekupomoa, kwa sababu Kaini hawakuisa katika ulimwengu. Roho za Kaini asitatoka katika makanisa, ziko mahali pale, kwa sababu Shetani amestuka, kwa sababu Shetani amestuka, wakati wake umeisha. Kwa hivyo lazima akuje na mbio, hata kuja akiwa anapitia kwa hewa. Apitie kwa rafiki, kwa ndugu yako, kwa dada yako, kwa mtoto wako, kwa bwanako ama kwa mke wako, ili kupomoa katika imani. Amen. Kwa hivyo ukiwa yule unayemcha Bwana ya kwamba utamcha tena, utashinda hiyo vita. Kwa sababu ukimcha ya kwamba utamcha tena atakupatia roho ya hekima na urefu ya kuepukana nayo majaribio. Lakini ukiwa mahali pale kwa ajili ya wakati, unaomba kwa ajili ya wakati, uombi ya kwamba hutaomba tena. Unaomba mahali pale kwa ajili watu unaombao. Hanyakuliwa haraka. Ndio naona wengi wakifika Nairobi, hii mtaa kubwa mzuri, hupotea. Urudi kwao wakiwa na mizigo hawakutoa kwao. Kwa sababu amepata rafiki. Na rafiki yule amepata yule wa kumuongoza katika ile nchi takatifu Kanaani. Anamuongoza katika njia za giza kwa sababu ni rafiki. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Sijasema ni marafiki wote walio wabaya, mnielewe. Lakini kaa naye na hekima na maarifa. Na ile hekima na uelewa uweze kuipata ikiwa wewe uendee huyu Yesu Kristo kama hutamuendea tena. Utaipokea ikiwa utainama kwa magoti yako ya kwamba utaomba tena. Ndio utapewa hekima na uelewa wa kukaa na huyo rafiki nataka kukupomoa katika imani. Wengi tunapokea marosa hewani katika maono na ndoto, kwa sababu hatuchambua katika hii safari. Imekuwa sito kwetu kwa sababu hatusiki zile amri ya kutenda kulingana na mapenzi ya Bwana. Tunakaa kwa ajili ya wakati. Kama na ndoa tunakaa kwa ajili ndoa iko, lakini hatuna imani na tumaini katika ile ndoa. Bwana Yesu apewe sifa. Watoto tunawapeleka shule kusoma kwa sababu masomo yako, lakini hatuna imani na matumaini katika wale watoto tunawapeleka katika masomo ya kwamba watafaulu, watakuwa madaktari, watakuwa manager. Bwana Yesu apewe sifa. Watakuwa lecturer. Tunawapeleka kwa ajili ya kupitisha wakati. Kama wewe ni msasi uko kama hivi, muombe sana, mwambie Mungu akupatie hekima na maarifa. Kwa hiyo katika mtoto wako lazima ukuwe na tumaini. Katika mume wako lazima ukuwe na tumaini.
katika mke wake lazima tuwe kuwa na tumaini. Usikae na yeye kwa ajili ya wakati. Usikae na mume kwa ajili ya wakati. Usikae na mke kwa ajili ya wakati. Kaa na yeye kwamba utakaa na yeye tena. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Uache kumpapasa katika ndoa yako, kwa sababu maangamizi yaacha ghafla. Tuko pamoja. Kupapasa katika ndoa yako, Bwana atakuanika. Kama umeamua kaya kwamba utakaa tena. Sijui kama mnanielewa. Ndio Yesu Kristo akitembea katika hiyo ndoa, yehesabiwa kuwa takatifu. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Ukipeleka watoto wako kwa shule, wapeleka ya kwamba uko na tumaini na matarajio kwao. Sio na wapeleka kwa ajili ya kupitiza wakati. Wamemaliza form 4, waolewe, wakupatie mali, wamaliza form 4, wakafanye mchengo. Hapana. Wale wanaomwamini Yesu Kristo wamepitia katika ile njia kuu Yohana aliona, wanakuwa na tumaini na imani. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Ndio unapata pepo chafu imeingia kwa wazazi wengine. Anamwambia hata wewe mtoto ukisoma utasikia, amemlaani kabla hajampeleka shule. Hakuna mtoto aliyezaliwa mchinga, wote ni waelevu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo tuwapende vile walivyo. Na tuombe Bwana afungue njia. Penda ndoa vile ilivyo, vile wewe uliamua. Ikiwa ni wakati wa shida, ikiwa ni wakati wa kunywa strong tea, ipende vile ilivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Inamaanisha kwamba tumilie kwa magumu masito vile ilivyo, kwa sababu Bwana anajua utakutana nayo. Anataka uthibitishe imani yako na uvumilivu unaonekana. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Napenda kusema ya kwamba dadangu mmoja aliniambia wakati aliolewa katika familia haikuwa na chiwesa, akapata kijana amepoteza wazazi, baba wa kijana ameoa, wakuwa na shida sana. Walikuwa wanalalia ile gunia ya manyasi. Aliuliza sana, nikiwa stand 7, ungefanya wewe, ungefanya nini? Na hiyo sio sito kwa generation ya sasa, si ndio? Wewe utavumilia. Wale watavumilia wakati kurara na gunia iko na manyasi wa ile mkono juu. Sio unaona wakata. Kama umesema wewe utarara na nyasi, usilaani mtoto wako akue katika masomo. Kwa sababu ikifika wakati wake hii generation, mama atauliza kijana yake, huyo bibi umeoa, amesoma, amefika wapi? Ako na chop? Uongo ama ni ukweli? Kwa hiyo umekataa saa hiyo ungefanya. Lakini kumbuka watoto wake nao watafanya nini? Wataulizwa. Msichana akiolewa anasema huyo kijana anafanya kazi gani? Labda aseme mchengo. Anasema sasa hiyo ndoa mtakaa mpaka lini na hiyo mchengo? Usahau yeye ingekuwa yeye angefanya nini? Itumba usaa nani na nani? Tuwatakasa wakati wanataka kwa tumbo ndio Mungu awafungulie njia. Badala ya kuwatakasa kuwabarikisha tunawalaani. Njia gani? Uchaona ile njia ya umelaani mtoto wako. Wewe msasi fikiria ile njia ya umelaani mtoto wako. Ukiwa umemsaa, Bwana amekubariki na amefika katika hii umri umemlaani, utubu na mrudie Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana inuliwe. Amen. Kukutana na fikira kutoka hewani, usimuni changuane njikavu. Ni fikira sio mbovu sana, kwa sababu zinachanganyisha Mkristo akili. Anashindwa toke wapi, aelekea wapi. Akiangalia ile maisha anakaa, anaona ya kwamba wanakunywa chai bila mkate. Akiangalia jirani, anaona ya kwamba yule ako na siagi na nini? Na mkate, anatamani ile ya. Hiyo ni fikira mbovu. Kwa hiyo macharibio ucha kwa hiyo njia. Ndio mara mingi mimi nasema shetani apitie kwa wewe. Lazima ukuwe na chuzi ya kumshinda huyo shetani katika maombi ya kwamba utaomba tena. Ndio Bwana akuja aonekane kwako. Yeye Bwana akiamua atumani
Yeye akuamua ukucha yeye peke yake ili kukomboa. Ichalizi ni mapito gani ile umepitia? Wewe umesema uweze ukalalia hiyo dunia, lakini yeye alivumilia kalalia, akafanya vile alifanya na akampeleka kwake, wakavaliza wakao sawa na kazi na wakaishi maisha. Wewe umesema sasa hivi utalalia, utasema hapana, hii maisha sitavumilia. Kwani kuna mtu anazaliwa na utajiri? Kuna yule amezaliwa na utajiri? Bwana Yesu apewe sifa. Kila jambo ni kupeana kwa Bwana. Na Bwana yeye uchitiliza utenda. Inaweza kuwa hiyo chai bila mkati itakuinua katika kiroho. Bwana ataona, atakupima katika hiyo njia. Maandiko yananiambia utume malaika wake. Utaona hao malaika lini ikiwa wewe utakaa katika njia ya sabitina, mazengenyo na mambo mengine ya giza yasiyofaa. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wakati wa kujua kwamba Bwana ako. Na roho wa Mungu wa roho za manabii. Maandiko yatuambia kwamba utume malaika. Na malaika hawezi akaenda mahali dhiki na mbovu ziko. Malaika watakatifu wanaingia mahali hakuna mawazo maovu. Anaingia mahali mtu ametubu ya kwamba atatubu tena. Uwezo ukaniambia leo ulienda kwa wajawe na kwa waganga, alafu kuja uniambie usiku ulifunulia hivi. Hiyo ni mashetani yale mlikuwa nayo wakati huo ulienda. Wewe hapana upaeti kama hiyo. Wewe hapana hataki janganya. Kwa sababu kumbuka hapa awali niwaambia shetani ukuja kwa kasi. Kwa sababu anamechua muda yake imeisha. Sasa lazima kuonyesha kwamba umeteseka katika hiyo ndoa. Lazima kuonyesha umeteseka mahali huko katika kazini. Fanya shortcut. Hakuna shortcut. Lazima uvumilie mahali huko muite Bwana. Hakuna shortcut. Kwenda katika nchi kubwa, lazima ufuate masharti na kuyazingatia. Uombe, useme katika maombi ya kwamba utaomba tena. Mwambie Bwana sasa na kuhitaji katika hii safari. Kwa sababu hii safari tulio nayo ni sito kwa wale watu waamini. Ni nyepesi kwa wale watu wanaamini na kuzingatia neno la Bwana. Haleluya. Maandiko yatuambia 7, na tazama nacho upeshi, heri yeye anayeshika maneno ya unabii wa kitabu hiki. Bwana Yesu apewe sifa. Akamwona Yohana akamwambia acha upesi, heri yule anayeshika maneno ya unabii katika hii kitabu. Mwenye atoi wala kuongezea, huenda kulingana na mapenzi na vile neno la Bwana lililo katika maandiko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ukienda katika nyumba za waganga wengi wanatumia Biblia. Kwa nini wanatumia Biblia? Wakitazama katika ulimwengu wa dhambi, katika nguvu zake za giza, wanajua wengi ni kuonyesha hii, watakuja kwa wengi, watajua mimi ni nabii wa giza. Kwa hivyo wengi wamechukuliwa na hizo roho. Badala ya kumwamini huyo Yesu Kristo, wanamwamini huyo mganga kwa sababu wamemuona na Biblia. Bwana Yesu apewe sifa. Ukitaka utambua roho ya ukweli, lazima usame kwa maombi. Lazima usame kwa maombi. Uombe ya kwamba utaomba tena. Ile siku ndio utaomba. Na itakuwa ya mwisho. Lakini tukimpapasa huyu Yesu Kristo, hatutachua mahali tulipotelea. Tutakuwa kama Musa. Musa alienda tu akiwa na tumaini atafika wapi? Musa alienda akiwa na tumaini ataenda ile nchi ya wapi? Kanaani. Lakini alifika? Musa hakuwa nabii. Kwa hiyo tuombe sana. Kwa sababu mwanadamu akipotea katika njia za Ukristo, hata jua amepotea, asiposama kwa maombi, amwambie Bwana asaidie moyo wake. Ndio roho wa Bwana atawala ndani yake, anza kutenda yaliyo makubwa. Kwa hivyo kwa sababu kuna roho mtakatifu, kuna roho chafu na kuna roho mtakatifu. Kwa hivyo utawautisha yao tatu mwanadamu Mkristo, lazima ukuwe mtu wa kusama. Lazima ukuwe mtu wa kuomba sana.
wachione wewe hayuko katika ulimwengu wa dhambi. Wewe ni kitu pile mbele ya macho ya mwanadamu na mbele ya macho ya Bwana, ndio pate kuinuliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Katika wokovu wa Yesu Kristo kuna uzito na kuna gharama. Tusije tukachukua ni kama kitu ya rahisi. Tunatusi wengine, tunagombana mahali tuko, tunapigana, tunaenda huko na huko, tunaendelea kwa wachawi, alafu tunaambia Sunday, Bwana asifiwe. Wewe ujui ni Bwana gani unaabudu? Ni Mungu wa miungu ama ni Bwana aina gani unaabudu? Kwa hiyo huyu Bwana lazima utawautisha ni Bwana aina gani? Ndio onekana ukiwa magayo. Matendo yako yaonekana yaliyo mema. Kule kazini, kule nyumbani, kule mahali unaishi, mahali popote endapo uonekane ukiwa mkamilifu. Isitaki wapendwa tuonekane tukiwa wakamilifu wakati tunaingia katika hekalu ya Bwana peke yake. Kila mahali uenda ukuwe barua njema inayoweza kusomeka. Bwana Yesu apewe sifa. Sio ile tunatafuta miwani, tunaweka halafu tunasoma. Tunasoma bila miwani. Ndio neno la Bwana liinuliwe kila mahali unaenda. Lakini ikiwa hatutakuwa barua njema, tuwe kama lile tawa la kuponya taifa, tutakuwa tumelaniwa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia Yohana wakati alipoona ile mti, akaambia kuna matawi na ile matawi ndiyo taponya nini? Mataifa. Wewe utaponya mataifa aje? Kiwa kutoka katika kanisani, kienda kule lango ubite unabadilika. Usipende wokovu ukiwa mahali hapa, pepa wokovu kila mahali uendapo. Mkiri Yesu Kristo, wengine wapatana nayo uchumbe, alikuwa anaenda kupotea, alikuwa anaenda kusafiri kwenda Kitui, achukue kamote, atarudia kwa njia, tongesewa masiku. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mahali popote uko hapo, takaza. Hata mkukutana katika Methali aniambia 16, hata adui wako kukutana nayo, Bwana umpatanisha nao na sangalia pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kumaanisha tuwe kielelezo kilio chema. Urarapo amkapo, uko safarini, uko nyumbani, mahali popote ugenini, kuwa kielelezo kilio chema. Takasa hii neno la Bwana. Kuwa barua iliyo chema. Ndio neno la Bwana liinuliwe mahali huko. Wengi walipokea kupitia tabia na matendo yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo matendo yako yasionekana mema wakati unaingia katika ile lango, lakini ukitoka hata watu wanashangaa. Wacha matendo yako yaonekane mema mahali popote endapo. Mtu ashinde kukuondoa wewe ni nani. Kabla hujamwambia mimi ni nani, anakutambua. Na matendo yake ikuwe ya haki, kwa sababu wale hawajaokoka wanayotambua kuliko wewe umeokoka. Wanajua kuyasoma kwa sababu wale wamepewa kibali na mahali wao katika wanatambua yule ameokoka na yule hajaokoka. Ni uongo ama ni ukweli? Kwa sababu wanakuja katika mpino ya kujaribu. Uone vile wewe utaliact. Na wewe kwa sababu usema katika maombi una-act negatively. Sasa malaika wakichukua uchumbe, wanasema huyu akiingia katika ile rago kuingia kanisani, anasema yeye ni Mkristo, ananyenyekea mbele ya mitume, ananyenyekea mbele ya viongozi, lakini tasama ndio huyo unaita kuwa wako. Kosa mavazi yako ndani na nje. Bwana Yesu apewe sifa. Uweze kufuisa lile vazi la Yesu Kristo kiwa hujaosha mavazi yako ndani na nje. Lazima utakase, unatoka wapi unaelekea wapi. Usio mahali hapa kwa ajili ya muda. Usiombe ukilala kwa ajili ulikuwa unalala. Ndio usiku mzima inakuwa muda mrefu kwa yule hajaokoka, lakini inakuwa dakika kwa yule ameokoka. Na manisacha nikisema aje hivyo, kwa sababu wengi wako na usito, wanaona wacha niombe kwa sababu kesho naenda kutafuta kazi. Hiyo ndiposa Mungu alipeleke na kazi. Ukishapata hiyo kazi, kwa sababu Mungu yeye hachawi, anabariki.
unasahau hata uombi. Hata unaingia kwa nyumba yako saa 4 saa 5. Unasema masaa niongezewa kazi, Sasa wakati huo unaanza kuwa na shughuli mingi. Kumbe kuna ndogo ndogo kwa mitaa. Badala ile walikuwa wamebarikiwa, wale walio vibaraka wapate kunyonya ile matunda wamebarikiwa, unasahau. Ndio unaona baada ya miezi 2-3 karamu inakuwa X. Hama unafanya mahali pale hakuna mabadiliko. Yaani unafikiri ile simu unaenda unamwaga na unarudi na unafanya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tuchue vile tunaweza kusinda huyu Shetani. Kwa sababu Baba wetu aliye mbinguni, yeye sio muda, yeye abadiliki, ukucha wakati ufao. Na ukucha haraka sana kwa ajili ya kufariji mioyo yetu. Na kukuachilia pamoja na malaika wake wapeleka ujumbe unaelekea wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Maandiko yatuambia 8, nami Yohana ndimi niliyesikia na kuyaona mambo haya. Yeye ndiyo Yohana aliyesikia na kuyaona. Kwa hiyo wakati yeye alienda kwake hakutumana, alienda yeye mwenyewe. Ndio kwa sababu Yohana alisema yeye ndiye aliyesikia na kayaona mambo haya. Hakutumana. Mkristo ukiamua kuomba, yeye hata tumana kwako atakuja vile alivyo. Kama Bwana hajawahi kutendea vile alivyo, wewe omba uone yale ya Bwana. Baraka za Bwana ni baraka za kudumu, sio baraka za muda. Na yeye ukucha faale, ukuangalia unataka nini. Na katika fikira zako uchunguza. Ukienda chini ya makoti, Bwana Yesu apewe sifa. Anajua sasa huyu amepiga anahitaji nini. Na baada kuitaka hii atafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa hivyo apeane kwa vile hakuweza kupeana. Anapeana akiwa anakuandikia utafanya nini. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia kwamba Yohana ndiye aliyesikia na kuyaona mambo haya. Na hapo niliposikia na kuyaona, nilianguka ili nimsudie mbele ya miguu ya malaika yule mwenye kunionyesha hayo. Aliposikia na kuyaona, alianguka ili amshuhudie. Alinyenyekea ndani ya neno la Bwana, akaenda mbele yake ndiye ashuhudie yule malaika aliyepewa ile ripoti amletee. Bwana Yesu apewe sifa. Wengi tukubarikiwa tunaona ni kawaida. Sio kawaida kubarikiwa. Inachukua gharama ya Bwana ili upate ile baraka uliyo nayo. Wote tuone ya kila kitu ni kawaida. Kulala na kuamka asubuhi sio kawaida. Kuna wale waliopanga waiona siku ya leo lakini walienda saa 8 ya usiku. Kwa hivyo ukipata wewe ulio nacho sio kawaida, sio ya kwamba wewe ni mkamilifu mbele ya Bwana. Hiyo megarama mkono wa Bwana. Na Bwana anataka ufanye kitu ya maana uone ya kwamba umeipokea. Fanya kitu ya kuonyesha Bwana kweli hii baraka yako naipokea. Na vile naipokea, Baba niongoze katika matumizi ama katika njia sahihi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo sio kawaida kukula na kulala na kuamka. Ina gharama mkono wa Bwana. Na ikigharama mkono wa Bwana, ili tumrudishie Mungu shukrani na utukufu wake. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo lazima tumshukuru sana. Sijui wewe unajua kushukuru Mungu na njia gani? Unaongojea malaika washuke ndio wapate shukrani zako. Lakini kule mahali wako na usingizi tena. Umerelax, umefika. Bwana Yesu apewe sifa. Umerelax, umefika. Tukiangalia kwa ile draw yako tunapata hata kuna viatu iko chini, iko pea 8 na kuna yule anakanyaga chini. Tena asikia mahali pake. Bwana Yesu apewe sifa. Amen.
kupeana, hiyo ndiposa upate kubarikiwa. Sati emerangia kwangu kule juu. Na kuna yule baridi inapiga hapa ana kumpea, unaona kuharibu wakati ili uchome. Umechoma si umeraniwa. Unajua aliye wa Mungu akuangi na fikira mbovu. Kwanza mara ya kwanza nilisema tutoe fikira mbovu ndani yetu. Kuona ya kwamba tutaenda kurogwa. Kwani kuna urogi ulio mzito kuliko neno la Bwana. Neno la Bwana ni thabiti na ni yenye nguvu sana. Yeye akinena amenena. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yatuambia wakati Yohana aliletea ujumbe na kuyaona haya yote, alishuhudia mbele ya malaika, na yule malaika akaanguka kwa miguu ya malaika mwenye kumwonyesha hayo. Tisa, maandiko yatuambia kwa naye akaniambia, angalia, usifanye hivyo. Mimi ni mchori wako na wa ndugu zako. Ndugu zako manabii na wale wale wanaosikia maneno ya kitabu hiki. Usudie Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yaniambia Bwana Yesu apewe sifa. Wakati alipopokea hiyo ujumbe kutoka kwa malaika wa Bwana, maandiko yaniambia yeye alienda mbele zake, akaanguka kivulivuli mbele ya malaika yule aliyemwonyesha maono hayo yote. Na yeye akamwambia usifanye hivyo, kwa maana yeye ni mchori wake wa ndugu zake na wale manabii na wale wasikae kitabu, unabii wa kitabu, maneno ya kitabu hiki. Akamwambia msudieni Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Usisudie mimi. Mimi nimetumwa ili kukamilisha kazi ya Bwana. Na wewe endea Bwana, umsudie Bwana. Tutamsudiana Bwana na njia gani? Tutamngoja mpaka wakati atakirudi tumsudie huyu Bwana. Bwana Yesu apewe sifa. Tukiuliza unataka Bwana akutendee nini? Wengi mnaweza kuniambia nataka hii mwaka kazi yangu ikuwe njema. Hii mwaka magonjwa yatoke kwa nyumba yangu. Hii mwaka watoto wangu wasome vizuri. Hii mwaka ndugu yangu wapate cheo kazini. Lakini hakuna mwenye atasema mimi nataka kuona uso wa Bwana. Lakini kumbuka malaika aliambia Yohana asimsudie yeye. Yeye ni mchori kwake, kwa ndugu zao na manabii na wale wote wanaoamini hii kitabu. Ushuhudie Bwana. Wewe mpendwa, utamshuhudia Bwana na njia gani? Wakati anayokutendea makubwa, tamuongojea umshuhudie ama utafanya nini? Tafakari haya. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. 10, akaniambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Malaika akaasidi kunena pamoja na Yohana, akimthibitishia yale inafaa kutendeka na yale haifai kutendeka. Akamwambia haya yote yamekawa kucha, na sitii muhuri yoyote, kwa sababu kazi inaelekea kukamilika. Umekaa muda kumwabudu huyu Yesu, kumtafuta usiku na mchana. Wakati ataonekana siku ya leo, utasema umefanya nini kwake? Tamwambia Bwana, nilikuwa na kuongojea ndio nikamilike. Nikamilishe kazi yako, ama utamwambia ulifanya nini? Lakini kumbuka, malaika aliambia Yohana asitie muhuri, kwa sababu imesaa karibia. Wewe ikiwa ni wewe leo, mwana wa Mungu atarudi, utamwambia umefanya nini? Tamwambia Bwana, nilikuwa na kuongojea nikupee shukrani zangu, nikushuhudie. Nilikuwa na kuongojea nikupee ile, nilikuwa na hata ile sati ipate kusaidia yule mwingine yatu, pata kusaidia yule mwingine chakula, pata utamwelezea nini? Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Wewe utafanya nini wakati utamwambia nilikuwa na kuongojea nikusudie? Kwa sababu Yohana alikatazwa, akaambiwa usipige muhuri kwa sababu imesaa karibia.
akija sasa ghafla atakukuta kwenye wapi? Kwenye masengenyo, vitina, usalati, wizi na mambo yasiyofaa. Atakukuta ukiwa katika laini gani? Tafakari hayo. Bwana Yesu apewe sifa. 11 mwenye kudurumu na asidi kudurumu, na mwenye uchafu asidi kuwa mchafu, na mwenye haki asidi kufanya haki, na mtakatifu asidi kutakaswa. Haleluya. Umesikia vile Yohana aliambiwa malaika wa Bwana? Mwenye uchafu asidi kuwa usafi, mwenye baridi asidi kuwa uchafu, na mwenye utaka utakasikwa asidi kutakasikwa, kwa sababu kumekaribia. Aliambiwa hakuna muhuri utaweka kudhibitisha hiyo maneno kwa sababu imekaribia. Ndio nauliza wa Kristo, mahali popote huko, ukifika wakati atakaporudi, utamwambia umefanya nini? Hiyo talanta yako ulienda ukaiweka wapi? Chini ya kitanda? Ukachimbia chini ama ulifanyia nini? Na vile alikuwa amekupea ilizaa yote ama alipata ukue vile iko? Tafakari haya. Ndio nakwambia ile usima na uko naye mpendwa, usione kama ni kawaida kukula na ukula, kwa sababu wewe unakula, unakunywa, watoto wanafaa vizuri, wanaenda shule, una shida. Ole wao. Lazima uangalie ile gharama mwana wa Mungu aliyekukomboa aliyetumia. Ingekuwa ni wewe wakati huo alikuwa anasurubishwa, ingekuwa ni wewe ungefanya nini? Yale ungetenda wakati huo wa kusurubishwa kwa mwana wa Mungu, fanya leo. Ndio pate kubadilisha maisha yako. Ichalizi njia ngapi umevita, lakini Bwana anahitaji moyo wako. Bwana Yesu apewe sifa. Anahitaji umkubali, unyenyekee, ukubali kupondwa ndio pondike. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ndio nasema ya kwamba malaika wa Bwana akanena na Yohana, akamwambia mwenye baridi asidi kuwa baridi, mwenye vitina asidi kukaa na vitina, lakini mwenye kutakaswa asidi kuwa kutakaswa, kwa sababu muda umekaribia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwani uwezo kaambia wakati utamwona mwambie nipatie chance ya kutubu. Kwa kama yule tajiri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Ni wakati wa kumwongojea Bwana kila dakika. Ile dakika nusu ikipita useme umetenda ukitambua kwamba umetenda maovu, repent immediately. Ndio Bwana akutoe katika njia za uovu. Wacha kusema jioni, nitasema haya niende kutubu jioni. Unajuaje kama utafika jioni? Uwezi ukajua kama utatoka hapa kabla ya jioni ufike kwako, utaangamia kwa barabara. Utasikia moto uliripuka kwa gasi, hizo nyumba ulikuwa unapita katikati na ukaaga. Utakuwa na muda wa kutubu. Kwa hivyo ndio kila wakati Wakristo napenda kusema tenda mema kila dakika. Ukitenda mema kila dakika, Bwana atakukomboa. Bwana atakulinda wakati wote, atakuongoza njia zilizo na nuru. Utakuwa giza lakini utahitaji taa, yeye atakuangazia. Ukiwa na vita, watu wanaangamia 30 wakiwa hapa, uwe katikati utatolewa. Kwa sababu yeye atataka nini? Atataka taa wakati wa giza, atangaza na kutoa mahali pale. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maandiko yanatuambia ya kwamba mwenye utaka kudurumu adurumu zaidi. Mwenye uchafu asidi kuwa mchafu. Mwenye haki na asidi kuwa haki. Bwana Yesu apewe sifa. Utakatifu asidi kutakasika. Weka katika utakatifu. Wacha wakucheke. Wasema maovu njia zako. Mimi nakumbuka dada mmoja tulikuwa tunakaa zamani na yeye 1995. Bwana Yesu apewe sifa. Huyo dada alikuwa anaomba sana, bwana yake alikuwa mrevi. Akiwaona anawakimbia sana na panga. Na sio kupenda kwa huyo bwana, ni mapepo. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini yeye alikuwa anavumilia. Anaweza kwenda kwa kwenda omba usiku mzima akiwa mahali pale. Ambia Bwana wewe ndio unichagua hii ndoa. Na sitaitoka kwa sababu amekuwa hivi. Utaisimamisha, utamuondolea. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtu alikuwa anafanya account, akageuzwa. Ingekuwa ni wewe ungekaa katika hiyo ndoa. Katoroka ni uongo. Ni uongo.
Wamama tuko ni uongo. Lakini yeye alikaa akiomba, akimpenda vile alikuwa anampenda mwanzoni. Lakini wewe uacha kibarua hizi. Sasa kuhangaika, utaona mimi ndio natumia, mimi ndio naenda kibarua na hasara peke yangu, yeye anakaa alete kitu kwa watoto. Sasa yani unaangalia saa ile unasahau mahali mmetoka na yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani amekuja kutingiza mahali padogo tu, ndio acharibu imani ya mama. Na mama baadaye ya kusimama na neno na kuomba Bwana, ndio tupasa huyo mume afunguliwe. Anaenda njia panda. Bwana Yesu apewe sifa. Tunajua njia panda ni gani? Anaenda njia panda. Bwana Yesu apewe sifa. Ili akitafuta makuu, ili akitafuta yule akona mfuko mzito, ndio apate ukura. Unakula sarana. Bwana Yesu apewe sifa. Mwenye mfuko kubwa, kuna yule anayemtegemea. Kwa pamoja. Kumbuka dada yeye wakati alipokuwa anakimbizwa na kisu na panga, alikuwa analala kwa koda akiomba, akimwambia Bwana vile anataka hiyo ndoa. Bwana mwisho Bwana alibadilisha Mungu. Mapepo ilimtoka akawa kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Ni wengi walimshawishi atoke aolewe mahali pengine, lakini yeye akasema mimi nampenda vile alivyo, kwa sababu nilipenda mwanzoni akiwa vyema, akileta tukikula, na mimi wacha nimpenda vile alivyo mpaka Bwana achidhirishe. Hiyo ni mali kubwa sana. Lakini generation ya sasa hatutakaa. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana ainuliwe. Kwa hivyo penda mke vile alivyo. Penda mume vile alivyo. Iwe ako na kazi ama hana. Kuna hata Bwana siku atafika amchalia. Usimdhulumu kwa sababu unajua kazi yake imeisha ama apati nzito. Shukuru ile 200 anayokupea, na wala wachaona kuona hiyo 200. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wala wachawi kuona hiyo 200. Na ukitaka mingi, hata useme kwamba mimi nitaenda mahali pale, niende nifanye kibarua nijigalize. Bwana Yesu apewe sifa. Na ukienda katika china ya mpana, utatoseka. Utaenda tena njia mpana nyingine utatafuta, kwa sababu unataka usiba kama fisi. Lakini fisi alitaka kusiba, alitoboa safari. Hakutoboa safari, alienda tu mwisho akangamia. Kuwa mvumilivu. Uwe mama, uwe ndugu. Ile hali inakuja, vumilia vile mlivyo. Acha kutaka makubwa. Kaa vile ulivyo, acha kutaka. Ukitaka makubwa, hata Mungu akishatuma malaika wake anaona wewe umwamini, kuna imani hapa, kwa sababu unataka ukanyaga huko na huko. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ndio maandiko yatuambia, malaika akamtindizia akamwambia, ukitaka kwa mchafu kaa mchafu kabisa. Utaka kuwa mtakatifu, takasika. Sijui kama tumesika hiyo nene na malizaji. Kaa kuwa mkamilifu. Kila wakati usipatikane ukiwa na nini? Na alama yote inayohesabia kuwa mwenye dhambi. Bwana Yesu apewe sifa. 12. Tazama nacha upesi na uchira wangu. Yu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Wale watakaa katika uvumilivu watafuta machozi. Anasema yeye ukuja haraka kupea kila mtu na uchira wake. Ukokaa katika uvumilivu mahali huko, hata ile kazi uko nao unalipwa shilingi 100, Bwana atakuja kuinua mahali pale. Hata ile biashara ukipata 150 ukikula kuliko kwenda njia pana. Kwa pamoja na maliza nini? Mungu atakuinua mahali pale. Utazidi kumwomba, mwambie hivi ni ile anapokea. Na wewe unajua mahitaji.
nashukuru. Kuna wale hawajui kushukuru hata kidogo kidogo. Ukiona kuna mtu hajui kushukuru hata ukinunua mtoto wako slippers, akwambia dadia sasa. Ujue mtoto kushukuru sio rahisi. Hata ukimnunulia kubwa hawezi, anaona ni kawaida tu anamfaliza. Wanafunzi msione ni kawaida wazazi kuwatumikia. Mama ama dadi alikununulia penseli ya shilingi 10, mwambie asante. Ukimwambia asante, ndio nawe unafunguliwa katika masomo. Sema tu asante. Hiyo itafanya mama ama dadi afunguliwe njia na wewe ufunguliwe katika masomo. Ukiona mtu achui kushukuru hata kile kidogo, hata kubwa hawezi akashukuru. Ataona ni kawaida. Yaani kifumba maso kinamuonyesha ni kawaida. Hakuna kawaida ukipata shilingi ina gharama mkono wa Bwana. Hii hakuna kawaida, kwa hiyo shukuru ile uliona. Ikiwa hata kidogo ndio Bwana atakuinua hata kubwa. Bwana apewe sifa. Maandiko yanatuambia kwamba yeye Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia ucha kwa haraka na kulipa kila mmoja kama kazi yake ilivyo. 13. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, na kwanza na mwisho. Heri wasifuaye nguo zao. Nirudie, tuelewe vizuri. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wasifuaye nguo zao, wawe na amri ya kuendea huo mti wa uzima. Heri wale wasifuaye nguo zao. Yeye ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Heri wale waliofua nguo zao na kuendea ule mti wa uzima na kuingia mchini kwa milango yake. Heri wale wanaofua nguo. Ina maanisha maandiko yanatuambia yeye ni Alfa na Omega. Malaika wa Bwana alishuhudia mbele ya Yohana kupitia mwanae Yesu, kupitia Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Akasema yeye ndio mwanzo na mwisho. Yeye ndio Alfa na Omega. Ili wale wavuaye mavazi yao ndani na nje. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima uvue mavazi yako ndani na nje. Ichamaanisha ile mavazi unaovaa, lakini katika utu wa roho uwe ya kwamba umetambulika ya kwamba unamfuata huyu Yesu Kristo. Unarawa mbele yao. Usiwe mtu wa kukiri katika dini, lakini moyo wako ni mwamuzi. Lazima ukiri unamaanisha utakiri tena. Ndio kwa sababu maandiko hapa awali walituambia, ukiwa unataka mtakakuwa mkamilifu, mtakatifu, takasika kabisa. Ukiwa unataka kudumu kabisa. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yanatuambia ili wale watauandaa ile mti wakiwa wamejitakasa. Wameanza mavazi yao ndani na nje. Wamejichunguza, wanachua wanatoka wapi, wanaelekea wapi. Sio wale wanafika wanajiona badala ya kumuona mwana wa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima tumuone mwana wa Mungu kabla hatujatambua sisi ni akina nani. Kumuona mwana wa Mungu ni kuogopa kuasi, udhulumu mwenzako, kutenda maovu. Lazima umuogope. Na maandiko yatuambia ili yule asiongezea ama kutoa unabii wa neno hili. Usiongezea kutoa. Usisema ya kwamba niliona hivi na hivyo naongezea ingekuwa chumvi. Wewe sema kile uliona na kile kuona. Usienda ukamdhulumu mwenzako, ukamchochea kazini akute kazi. Usienda akiwa anakuita kuwa saidizi na muongezea ndiye afungwe. Kumbuka leo ni wewe, ni yeye, kesho ni wewe. Kwa hivyo ukiwa yule anayotenda yali yake, uacha kuchiona mahali huko, usahau mahali ulitoka na unaenda ni wapi. Tuangalie mahali tunaenda, hatujafika hata kuota. Tunahitaji imani, maombi ya kwamba hatutaomba tena wapendwa. Bwana Yesu apewe sifa. Na tujitakase, atufue mavazi yetu yawe kumwendea huyu Bwana katika ule mtu wa uzima. Kuingia mtu kwa kuingia mara. Huko nje wako mbwa na wachawe, wasisi, wawachi, hawa waabudio sanamu. Na kila mtu apendaye huo uongo na kufanya. Tumwendee huyo Bwana tukiwa wakamilifu watakatifu. Tukumbuke wale wasiomjua kule nje ni wasisi, wachawe, waganga na wawachi na wale wanaoabudiwa sanamu.
Kuabudu sanamu sio lazima uende kwa mganga. Ukisengenya, ukifitini, ukipiga usarati, umeabudu sanamu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Ukisinzi, ukifanya usarati, ukisengenya, ukifitini, ukichochea mwingine kazini afutwe, hata kule umeenda kuwa msaidi kumchochea afungwe, umeabudu sanamu. Kwa hivyo kuabudu sanamu sio kuwekea kinga ama kuenda kwa mganga. Bwana Yesu apewe sifa. Maandiko yakimaliza yakisema, mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo hayo katika makanisa. Mimi ndimi niliye Sina na Musa wa Daudi, ili nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Bwana Yesu apewe sifa. Baada ya kumaliza hayo, Roho wa Bwana aliyenena katika Ufunuo wa Yohana akamwambia yeye mtumwa malaika wa kuwashuhudia wao kuwashuhudia hayo katika makanisa. Na mimi ndimi niliye Sina na Musa wa Daudi, na ile nyota yenye kung'aa ya asubuhi. Bwana Yesu apewe sifa. Nayo ndio Yohana, Ufunuo wa Yohana alipokuwa amefunuliwa. Kwa hivyo haya yote aliyopokea kwa sababu ya imani na tumaini aliyo nayo katika Kristo. Kwa hivyo yeye alikuwa mavazi yake ameoza ndani na nje, akajichunguza kabla hatamtambua yule Yesu Kristo. Kwa hivyo mpendwa, wakati huu lazima ujichunguze, umetoka wapi, unaelekea wapi. Sitaki uchione ya kwamba umefika kwa sababu una shida ya ukura, una shida ya kulipa karo, una shida ya kulipa nyumba. Sasa una shida ya kumtafuta huyu Yesu. Lazima mtafute kwa sababu tuko katika safari. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sababu anasema katika maandiko, yale yote yaliyo katika ulimwengu ni yake, na kuyataka atapeana. Kitu anataka aone vile unaweza kumtumikia na kukaa katika yeye. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana inuliwe. Kwa sababu amesema katika malaika, yeye ameleta uchumbe mambo hayo katika makanisa, kwa sababu yeye ndio Musa wa Daudi na nyota zenye kung'aa asubuhi. Kwa hivyo ukitaka hiyo nyota inayong'aa asubuhi, lazima uache mizigo yako, mrudie Bwana, umwambie sasa twende pamoja. Mbarikiwe. God, praise God, church. My name is Semi Kosgei from Nabii Powerful Christian Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of John 14 verse 6. It says, Jesus said to him, I am the way and the truth and the life. My name is Sheila Kwambuka from Nabii Powerful Christian Church. I have a memory verse. Zaburi 131 inasema, E Bwana, toka vilindini nimekulilia neema. My name is Benjamin Isaiah from Nabii Powerful Christian Church. I have a memory verse. My memory verse comes from the book of Psalms chapter 26 verse 2. It says, prove me, O Lord, and try me. Test my heart and my mind. Thank you and welcome. Praise God. Amen. Praise God again. My name is Faith Kerubo from Nabii Powerful Christian Church. I have a memory verse. Ephesians chapter 6 verse 1. It says, children, obey your parents, for this is right. Honor your father and mother, for this is the first commandment that promise. Thank you. Praise the Lord, church. Amen. Praise the Lord once more. Amen. My name is Sheila and I have a song. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow.
Yesu ndiye mwamba usiotingizika, weka msingi kwake, yeye ndiye uzima. Epuka vya dunia vitatingizika. Unayo mwamba usiotingizika, Yesu ndiye mwamba usiotingizika, weka msingi kwake, yeye ndiye uzima. Epuka vya dunia vitatingizika. Meka imani yako kwa mali ya dunia, meka imani yako kwa urembo wa dunia. Badilisha mwendo, weka imani kwa Yesu, yeye ndiye mwamba usiotingizika. Meka imani yako kwa mali ya dunia, meka imani yako kwa urembo wa dunia. Badilisha mwendo, weka imani kwa Yesu, yeye ndiye mwamba. Unayo mwamba usiotingizika, Yesu ndiye mwamba usiotingizika, weka msingi kwake, yeye ndiye uzima. Epuka vya dunia vitatingizika. Unayo mwamba usiotingizika, Yesu ndiye mwamba usiotingizika, kwake, yeye ndiye uzima. Epuka vya dunia vitatingizika. Maarifa ya dunia yote yatakwisha,